Mtu mmoja amefariki dunia katika ajali mbaya ya barabarani iliyotokea Nyamadoke, Ilemela mkoani Mwanza Machi 24, 2026 majira ya saa 12:30 za jioni. Ajali hiyo iliyohusisha guta iliyokuwa ikiingia barabara kuu kutoka barabara ndogo na lori aina ya Howo truck lililokuwa likitokea Buswelu kuelekea Nyamuhongolo, ambapo dereva wa guta Zabron Simon alifariki hapo hapo baada ya kugongana uso kwa uso na lori hilo. Baada ya ajali, lori lilipoteza mwelekeo na kugonga banda la mgahawa na kujeruhi wanawake wawili waliokuwa wakifanya biashara eneo hilo, huku polisi wakisema chanzo ni mwendo kasi na uzembe wa dereva wa lori ambaye amekimbia na anatafutwa na jeshi la polisi. Hizi ni ripoti za AyoTV na Mira Dayo kutokea jijini Mwanza. Ilikuwa ni majira ya saa 12 za jioni ambapo siku ya leo katika wilaya ya Ilemela kwenye hii barabara ya kutoka Buswelu kuelekea Nyamuhongolo katika ile eneo la Nyamadoke, ambapo kuna bajaji ikiwa na maana pikipiki ya matairi matatu ya kubeba mizigo ambayo ilikuwa ikitokea maeneo ya Buswelu kuelekea Nyamuhongolo. Ilipofika eneo hili, hiyo pikipiki ilikuwa inatoka kwenye uchochoro wa kuingia kwenye barabara kubwa inayotoka Buswelu kwenda Nyamuhongolo. Sasa dereva wa gari hilo aliingia katika barabara hii kuu ya lami akitokea uchochoroni, hivyo akakutana na gari namba T 406 EGZ. Hii ni gari kubwa ya kubeba mizigo aina ya Howo ambayo na yenyewe ilikuwa ikitokea Buswelu kuelekea Nyamuhongolo. Kwa hiyo lori hili liligonga hiyo pikipiki ya matairi matatu ya kubeba mizigo na dereva wa pikipiki akafariki dunia hapo hapo. Ziligongana uso kwa uso, lakini baada ya hapo lori hilo ambalo baada ya ajali hiyo lilipoteza mwelekeo na kwenda kugonga kibanda kilichokuwa upande wake wa kushoto wa barabara, kibanda cha mabati ambapo walikuwepo wakina mama wawili wanafanya biashara ya kuuza chakula. Wakina mama hao wameweza kuondolewa katika eneo la ajali hiyo wakiwa salama na kukimbizwa katika hospitali ya Sepetu kwa ajili ya matibabu. Wakati wanaondolewa hapa, walikuwa wamejawa hofu kubwa kwa sababu kwa tukio la ghafla, na taarifa tunazopata ni kwamba wanaendelea kupata matibabu, hawakupata majeraha makubwa, jambo la kushukuru Mungu. Kwa hiyo wanaendelea kupata matibabu na madaktari wote wanazidi kuwasaidia. Ni mwendo kasi wa dereva wa lori ambayo ilikuwa likitokea Buswelu kwenda Nyamuhongolo, ambaye alikuwa akiendesha gari hilo kwa mwendo wa kasi katika maeneo ya makazi ya watu, hakuchukua tahadhari. Hali kadhalika hiyo bajaji pia, hiyo gari pikipiki ya matairi matatu ya kubeba mizigo, na yeye pia aliingia katika hii barabara ya lami pasipo kuchukua tahadhari ya kutosha, kwa sababu anawajibika kuangalia kushoto na kulia kabla ili kujiridhisha kama kuna gari linalokuja ndipo aweze kuingia. Kutokana na ajali hiyo, dereva wa lori amekimbia na jitihada za kumtafuta zinaendelea, ingawa mpaka sasa tayari tumeshamkamata mmiliki sasa wa lori hilo ambaye anahojiwa ili atusaidie kumpata huyo dereva aliyekimbia kwenye eneo la tukio baada ya kufanya ajali. Wito wetu kwa wananchi wa mkoa wa Mwanza na eneo hili kwa ujumla ni kuendelea kuzingatia matumizi sahihi ya kufuata sheria, kanuni na taratibu za usalama barabarani ya barabara wanapokuwa wanaendesha vyombo vya moto barabarani. Kabla hujaingia kwenye barabara kuu, lazima ujiridhishe hakuna gari linaloingia kutoka kulia au kushoto. Lakini na wale ambao madereva wanaendesha vyombo vya moto waliopo katika barabara kuu hawana budi kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za usalama barabarani kwa kuendesha magari kwa mwendo mdogo, hasa kwenye maeneo ambayo yana makazi ya watu. Lazima dereva achukue tahadhari. Huyo dereva aliyefanya tukio hilo atakapokuwa amekamatwa
atachukuliwa hatua stahiki kwa mujibu wa sheria kama utaratibu.